Habari za saizi, naitwa Victor Pasco George aka Bingwa Mtetezi. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Taifa School Bus. Taifa School Bus ni kipindi ambacho kitakuwa kinafundisha masomo mbalimbali ikiwemo physics, mathematics, chemistry and biology. Na kadri tunavyo expand tutakuwa tunafundisha na masomo mengine ikiwemo lugha yetu adhimu kabisa ya Kiswahili, geography, English na masomo mengine. Lakini kwa sasa hivi tutaanza na hisabati. Kwa nini tunaanza na hisabati? Tunaanza na hisabati kutokana na utamaduni uliojengeka kwamba hisabati ni ngumu, iko complicated na haieleweki. Ndio maana tunaanza na hisabati. Lakini jambo lingine, tunaanza na hisabati kwa sababu hisabati ina matumizi makubwa katika masomo mengi. Kwa mfano katika chemistry tunaitumia hisabati, hata katika biology pia tunaitumia hisabati. Hususan pia katika physics tunaitumia sana hisabati. Sasa kwa sasa hivi nitaanza na topic ya katika advanced level mathematics, inaitwa differential equation. Differential equation ni nini? Kwanza hapa nitaandika topic yetu ya kwanza ni differential equation. Differential equation. Kwa kifupi, differential equation tunaita DE. Cha kwanza tutadefine what is differential equation. Definition. By definition, differential equation DE, differential equation. Differential equation is a study which involve differential coefficients. Differential coefficients ni zipi? Ni dy dx, d square y d over dx square, d cube y over dx cube. Mtaziandika hapa. Differential equation is a study which involves differential coefficient. Is a study which involves differential coefficients. What are these differential coefficients? That is dy dx, d square y over dx square, d cube y over dx cube na kuendelea. Hizi ndo differential coefficients, kwamba tunakuwa na dy dx, d square y dx square, d cube y dx cube. Sasa kutokana na hizi differential coefficients tunapata types za differential equation. Kwa there is two types. There is two types of differential equation. Ya kwanza ni first order differential equation, na ya pili ni second order differential equation. First order differential equation ni ipi? Ni hapa, ambayo hapa ina moja na hapa kwenye x ina moja. Ndio maana tumeita first order differential equation. Second order differential equation ni hii ambayo baada ya d kuna mbili, baada ya x kuna mbili. Hiyo ni second order. Hii ni third order. Lakini kwa syllabus ya advance unatakiwa kusoma first order na second order differential equation. Sasa hii order ambayo imetengenezwa hapa inaonekana ina follow the certain formula. Kwa hiyo the order of differential equation follows the following form. In a following form, dny over dxn. Sawa? Kwa hapa kuna dny dxn. Ina maana n ikiwa moja ndio inatokea hiki kitu. X ikiwa moja inakuwa hapa. Ikiwa n mbili inakaa hapa, ikiwa x mbili inakaa hapa. Kwa hiyo naweza kusema such that when n is equal to 1,
Kwa hiyo inakuwa ni dy over dx, alafu n ikiwa 2 inakuwa ni d square y over dx square. Kwa ndivyo ambavyo inakuwepo. Kwa hiyo ni first order na second order. Sasa tuiangalie first order differential equation iko vipi na imegawanyika katika sehemu ngapi. Kwa hiyo nakuja hapa first order differential equation. First order differential equation ndio ambayo tutaanza nayo hapa, afu baadaye tutakuja second order differential equation. Kwa hiyo first order differential equation ni nini? This is the differential equation. This is the differential equation which involves dy dx coefficients. Kwa hiyo kama ukikuta differential equation ina dy na dx coefficient, haina d square y wala dx square, hiyo ni first order differential equation. Na hizi differential equation zimegawanyika katika types mbalimbali. Kwa hiyo ndasema types of first order differential equation. Ziko 5. Ya kwanza ndasema ambayo nitaita 1.1. Ndasema separating variables differential equation. Ya pili nitasema homogeneous differential equation. Ya tatu nitasema non-homogeneous differential equation. Na ya nne integrating factor differential equation, na ya tano nitaita Bernoulli's principle. Bernoulli watu wa physics wanamjua sana, ametoa baadhi ya formula mbalimbali kwenye hesabu. Kwa hiyo alikuwa ni mwanahisabati pia, kwa hiyo kuna baadhi ya principles zake tunabidi tu apply. Kwa sasa tutaenda direct kwenye separating variables differential equation. Kwa hiyo nitaandika hapa separating variables differential equation. Sasa separating variables differential equation, nini ambacho tutakuwa tunakifanya hapa? Hapa it means that tuna variable ya x na tuna variable ya y. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuseparate variable ya x na y. Wakati mwingine unaweza kupewa variable z. Variable ni kitu chochote ambacho wameamua wao kukitumia, lakini mara nyingi watu wanapenda kutumia x na y. Sasa hapa tutaenda direct kabisa kwenye mfano. Nitasema solve example 1. Tutaanza example 1. Solve the differential equation x dy is equal to y dx. Tutakachokifanya hapa, kwa sababu anasema solve the differential equation x dy y dx, hapa kuna x na kuna dx. X hii maana yake ni kubwa, dx maana yake x imegawanywa katika vipande vidogo vidogo, na hapa kuna dy na kuna y. Y maana yake ni kubwa, dy maana yake imegawanywa katika vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo utakachokuwa unakifanya, una separate the variable, unaichukua x unampeleka na dx na y unampeleka na dy. Kwa hiyo hapo unakuwa tayari umesha separate the variables. Kuna kuintegrate pia, lakini nikukumbushe kwamba unapokuwa unasoma differential equation inabidi uwe kidogo na good knowledge ya integration na differentiation. Ni muhimu sana. Kwa hiyo nitakuja hapo kulisolve hilo swali. Nitaweka solution given. Given ni nini? Yaani nimepewa nini? Nimepewa x dy alafu nimepewa y dx. Kama nilivyokuambia, huyu x nitamleta hapa
na huyu y nitamtoa, nitamleta hapa. Kwa nitakachokifanya itakuwa ni x dy is equal to y dx. Huyu nitamshusha hapa, itakuwa ni dy over y is equal to dx over x. Sasa nitakachofanya hapa nita apply integral on both sides ili niweze kuintegrate. Kwa nita apply integral. Nikiapply integral kwa sababu sina limits, nikiintegrate hapa nitapata jibu, lakini itabidi ni add na constant. Ndio maana nakwambia unabidi uwe na knowledge nzuri ya integration. Na huku pia hivyo hivyo nikiintegrate dx over x itabidi ni add constant. Ndicho nitachokifanya. Lakini kwenye integration nikukumbushe kwamba kabla huja integrate, ukiona kuna numerator na denominator, hapa kuna moja ipo. Tunakubaliana kabisa kwamba moja times dy ni sawa na dy, na hapa kuna dx times moja ni vile vile dx. Kwa hapa kuna 1 na y, alafu pembeni iko dy. Sasa kabla huja integrate, ukiona kuna numerator na denominator, try to differentiate this, kwa sababu ili upate jibu la integration lazima ujue alidifferentiate nini. Narudia tena, ili upate jibu la integration yako lazima ujue alidifferentiate nini. Ili uintegrate hapa equation upande wa kushoto na kulia, lazima uangalie numerator na denominator yako. Kukiwa na numerator na denominator, inabidi ufanye hiki kitu. Jaribu kudifferentiate y. Ukidifferentiate y unapata moja ambayo ndio iko hapa. Kwa hiyo kama ukidifferentiate cha chini afu ukapata cha juu, yaani ukidifferentiate mfano ya chini y ukapata ya juu hapa ambayo inaonekana pale ni moja, ndio ile moja uliyopata wewe, basi jibu hapa litakuwa ni ln ya y, yaani natural logarithm ya y plus constant c1. Kwa nini c1? Kwa sababu ni upande wa kwanza, naenda upande wa pili. Na hapa pia nitaangalia na numerator na denominator, afu pembeni na dx. Kwa hiyo nitadifferentiate x, nitaangalia nitapata ngapi. Nikidifferentiate x napata moja. Napata moja ambayo ipo hapa juu. Kwa hiyo ukipata ambayo ipo hapa juu na jibu lako likawa linaendana ambayo ni moja ulilolipata, basi itakuwa ni ln ya x plus c2. Sasa hapa uwe makini. Maana ya kusema solve the differential equation ambayo ni hii, maana yake umake y subject. Sasa kama unatakiwa umake y subject, inabidi huyu c1 aondoke aende kule. Kwa hiyo itakuwa ln ya y itakuwa sana ln ya x plus c2 minus c1. Lakini c2 na c1 ni constant tu. Kwa mfano hii inaweza kawa 5 afu ikawa 2. Kwa ni 5 kutoa 3 ambayo kutoa 2 ambayo ni 3. Sasa ile 3 pia ni constant. Kwa hiyo yote tunaweza tukaibadilisha kwa kusema tu ni c kubwa ambayo ni constant. Kwa hiyo inakuwa ni ln ya y sasa na ln of x plus c, where c this is just a constant. Lakini kama hii c ni constant, basi naweza nikasema let c is equal to ln ya a, kwa sababu kwenye logarithm ukiwa unajumlisha unaweza ukazizidisha. Ndio maana nimesema c is equal to ln ya a ili baadaye nizidishe. Kwa hiyo nitasema ln ya y sasa na ln ya x plus ln ya a. Sasa unaona hapa nina log. Kwa kama nina log by addition formula ya logarithm nitazizidisha. Kwa hiyo itakuwa ln of a times x huku nje na ln ya y. Sasa kama nina ln ya y, kuna ln ya y, ln ya ax. Nini kinatokea hapa? Inakuwa y sawa sawa na ln naichukua inakuwa ln inverse times hii hapa ln ya ax. Kumbuka ln inverse na ln zinakatika, zinatoa moja. Kwa hiyo itakuwa y sasa na 1 times ax. Kwa hiyo hilo ndio litakuwa jibu langu kwa haraka. Y sasa jibu tulilolipata hapa chini ni kwamba y sasa na ln inverse times ln of ax. Hapa nikwambia inatoa moja. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sawa na 1 times ax. Kwa hiyo y is equal to ax. Yes, amesema solve the differential equation pale mwanzo. Kwa ina maana jibu langu sasa alikuwa anamaanisha ni make y subject ambayo ni, kwa jibu ndio hilo hapo. Lakini nitatakiwa niseme kwamba a ni nini. Hakunipa a katika equation yangu. Nitasema where a is a constant. A ni constant kama 5 au 7. Nakuja example 2.
Example 2 anasema solve the differential equation cos of x plus y dx minus sin ya y dy is equal to negative cos of x minus y, negative cos of x minus y. Yeah. Sasa hapa tutaandika solution given. Solution given. Tumepewa cos of x plus y dx minus sin ya y dy is equal to negative cos of x minus y. Sasa hapa lazima uwe mjanja. Hii ina dx huko mwisho. Hapa dx. Nisahau kuiweka. Yeah. Sahau kuiweka pangani dx. Hapa inabidi uwe mjanja kwamba umeambiwa sasa hivi tupo katika kipengele cha separating variable. Kwa hiyo inabidi uchukue dx akae na dx na dy aende akae na dy mwenzake. Kwa hiyo huyu nitampeleka kule, huyu nitamleta huko. Kwa hiyo itakuwa ni cos of x plus y dx plus, hii itakuja huko na kwa plus, cos of x minus y dx is equal to sin of y dy. Ukiangalia kwamba kama tukatoa hii dx nje, huku tayari ipo tayari kuwa integrated, lakini hatuwezi tuka integrate mpaka tu simplify hiki kitu. Sasa ili tu simplify itakuwa ni cos of x plus y, nitaweka bracket, plus cos of x minus y dx. Dx inabidi jitoe nje. Hapa tuna cos of x plus y plus cos of x minus y, nje kuna dx, alafu kuna sin ya y dy. Ina maana hii inatakiwa kuisimplify. Lakini kama unakumbuka vizuri kwenye trigonometry. Trigonometry inasema kwamba kama una cos of a plus cos of b, bracket inakuwa ni 2 cos of a plus b over 2, a plus b, alafu times cos of a minus b over 2, a minus b over 2. Kwenye trig, hii nimeitoa kwenye trigonometry. Na hapa kuna cos of a, hapa ndio itakuwa x plus y, all of it ni a, plus ndio hii hapa. Cos ya x minus y ni b. Hapa kwa nini a, hapa kwa nini b? Kwa maana hii na hii ni tofauti. X jumlisha y ni tofauti na x minus y. Umenielewa? Yeah. Kwa hiyo hii ndio nita apply hapa. Kwa hiyo itakuwa ni 2 cos of a plus b, na ichukue ax plus y plus x minus y, sawa, over 2 nita times na cos of a x plus y minus b yetu ni x minus y, nitaweka minus x minus y. Kwa nini nimeweka bracket? Nimeweka bracket kwa sababu hapa kuna x minus y ili nisijichanganye. Alafu pia na yenyewe hii ni over 2 is equal to sin ya y dy. Sasa nikijaribu kuzijumlisha 2 cos x plus y x minus y, hii hapa inakufa na hii hapa, nabaki na x jumlisha x, na huku itabidi niifungue kwamba x nikiminus na hii x inakufa, kwa hiyo x itakufa na hii, na hii y minus na hii minus itakuwa plus, itakuwa y plus y. Sasa hapa kutokana na tulivyoangalia pale chini imeleta 2 cos 2x over 2 times cos y plus y over 2, ambayo na yenyewe itakuwa ni 2y. Nje kuna dx is equal to sin ya y dy. Kwa hapa itakuwa ni 2 cos of 2x over 2 inakuwa of x times cos y plus y over 2 inatoa y
ambao nje kuna dx is equal to sin ya y dy. 2 cos x times cos y so sana nje kuna bracket dx sin y dy. Lakini unaona hii ina cos y, y inabidi iende huko kwenye y mwenzake, huko abaki x. Kwa hiyo itakuwa ni 2 cos x dx is equal to sin ya y over cos ya y dy. Nimechukua hii nimepeleka huko. Kwa hiyo hapa sasa ninaweza kuintegrate kwa sababu na vitu viwili tofauti, lakini nitakiwa ni make y subject. Kwa hiyo nitakachokifanya, hii nitaichukua nitaileta huko. Hii ni kao. Napenda subject ikae upande wa kulia. Sin of y cos of y dy is equal to 2 cos x dx. Hasa kama hivi ndivyo nita apply integral. Hapa kama nilivyokuambia mwanzo, unaona kuna numerator na kuna denominator. Alafu hapa pana dy. Yaani unapo integrate kama umepewa variable, basi lazima kuwe na reference ambayo wewe unafanyia integration zako. Kwa hiyo kwa mfano hapa pana variable y na hapa pana y. Umeona reference yake lazima iwe na y. Hapa mimi na constant ambayo nitaitoa nje tu. Lakini hapa nina cos x. Hii variable ni x. Inabidi reference yake iwepo ambayo ni dx. Kwa ndicho ambacho inatakiwa kufanyika. Turudi hapa kwenye numerator and denominator. Hebu ni differentiate cos ya y. Niangalie je nitapata hii. Nikidifferentiate cos ya y napata negative sin ya y. Negative sin ya y, lakini hapa hamna negative. Ili kuifanya ifanane hapa na huyu sin ya y inabidi nimwekee negative kwa sababu hapa hamna negative. Kwa hiyo nitakachokifanya nitasema negative of ln kwa sababu nikidifferentiate cha hapa napata cha juu. Negative of ln of what? Cos ya y. Hapa sitoweka constant kwa sababu sasa hivi kumbuka kule nilifanya constant c1 na c2, baadaye constant nikaipeleka kwenye x. Kwa nini? Kwa sababu na make y subject. Nakuwa na make y subject, ndio maana napenda constant ziende kwenye x. Hapa itakuwa ni 2 niki-integrate cos napata nini? Sasa kabla ya kuintegrate lazima nijiulize ya differentiate nini? Ya differentiate sin. Ukidifferentiate sin unapata cos. Haina negative. Kwa hakuna haja ya kuweka negative hapa. Kwa hiyo nikidifferentiate sin napata cos. Kwa hiyo jibu langu litakuwa 2 sin ya x plus c. Kwa hiyo hapa itakuwa ni ln of absolute of cos of y inverse. Niweke hapa inverse. Kwa nini nimeweka absolute? Nimeweka absolute kwa sababu cha kwanza huyu ln hawezi kusoma negative of an angle. Ln hawezi kusoma negative of an angle. Kwa hiyo nimeweka hii absolute ili kutoa positive value. Unajua kuna baadhi ya angle, mfano cos ya 180 ni negative 1. Hamna ln ya negative 1. Ndio maana nimeweka absolute kwamba yoyote value utakayotoka hapa basi ikitoka iwe ni positive, ln yaweze kusoma. Na hii negative nimeipandisha hapa juu ili ingie, huyu atashuka chini, atakuwa 1 over cos ya y. Sawa sana 2 sin x plus c. Kwa hapa itakuwa ni ln of 1 over cos ya y absolute 2 sin x plus c. Sasa 1 over cos ya y ni nini? Ni sec. Kwa hiyo ni ln ya sec ya y sawa sana 2 sin x plus c, where c is a constant. Kwamba c ni constant. Swali letu linakuwa limeishia hapo. Twende kwenye mfano wetu wa 3 kwenye separating variable ambayo inasema solve the differential equation. Sasa swali letu tunasema solve the differential equation dy dx is equal to under root ya 1 minus y square over 1 minus x square. Nitakachokifanya natakiwa ni separate the variables kwa sababu hapa nipo kwenye separating variable na dy na ni dx na dy dx ambayo nimepewa sawa sana under root ya 1 minus y square over 1 minus x square. Kwa hiyo ninachotakiwa hapa kukifanya ni kuseparate. Kwa hiyo nasema dy dx is equal to under root ya 1 minus y square over under root ya 1 minus x square. Kwa hiyo dx nitamweka juu na huyu 1 minus y square nitamshusha chini. Kwa hiyo itakuwa ni dy
over under root ya 1 minus y square is equal to dx over under root ya 1 minus x squared. Sawa? Ndio maana nimesema hii inahitaji matumizi makubwa ya differentiation na integration. Sasa hapa nitakuja integrate kwa sababu nimesha separate. Integrate. Katika integration ukiangalia kwenye trigonometric function, unapo integrate trigonometric function especially kwenye mambo ya sign of an angle, unakutana na kitu kama hiki. Integral ya dy over under root ya 1 minus y square inatoa sasa na sin inverse ya y. Sasa na hapa tunakuja is equal to, na hapa naona 1 minus x square. Kama hapa kilichobadilika ni variable. Kwa hiyo I think you can guess nini kinafuata. Itakuwa ni sin inverse of x plus c. Ndicho ambacho kinatokea. Kwa hiyo ili ni make y hapa subject, nitasema ni sin nitasema y is equal to sin of, itakuja huku. Ikija huku inawabeba wote. Sin inverse of x plus c. Nilisema kwamba tutakuwa na y sasa na sin times sin inverse of x plus c. Lakini nikukumbushe tu katika mambo ya sin of an angle, sin of a plus b ni sawa sana kitu gani? Sin of a plus b ni sawa sana kusema na sin of a cos b plus cos of a sin times sin of b. Ndivyo ambavyo ipo. Sasa hapa nina hii ndio nitaita a yangu na hii ndio nitaita b yangu, kutokana na ile format. Sawa? Yeah, c na kwa b. Kwa hiyo itakuwa y sawa sawa na naanza sin of a ni times sin inverse of x times cos of b yangu ni cos of c plus nini, plus cos of a sin ya b plus cos of a ambayo ni sin inverse of x plus times sababu hapa ni times sin of b ni c. Kwa kama hivyo ndivyo, basi narahisisha mambo kwamba y sawa sawa na sin inverse inatoa x cos ya c ku plus cos alafu bracket sin inverse of x. Katika trig hii tumesoma ni nini tumefundishwa shuleni? Tumefundishwa kwamba hii ukitoa moja kwa moja inakuwa ni under root ya 1 minus x square times sin of c. Nitakwambia hii tumeipataje. Labda tunote hapa kwanza. Tumeipataje? Nitakuelezea hii hapa cos times sin inverse of x nimeipataje hii 1 minus x square. Sasa nasema let kwanza take yote cos ya sin inverse of x. Nitasema let y ni sasa na sin inverse of x. Hii kija huku inakuwa ni sin ya y sasa na x. Kwa hiyo x ni sasa na sin of y. Hii kitu cha kwanza ambacho tunacho. Lakini nilivyoiweka hii, maana yake nimebadilisha kwamba hii yote ni y. Kwa hiyo hii sasa hivi itasomekaje? Itasomeka hivi. Itakuwa inasomeka kama cos ya y. Lakini tunajua kutoka kwenye trig cos ya y ni sasa na under root 1 minus sin square y. Sawa, lakini hii sin ya y mimi nayo sin ya y ni sasa na x, kwa inakuwa cos ya y ni sasa na under root 1 minus x square. Kwa cos of y ni sasa na under root 1 minus x square. 1 minus x square ndio hii hapa ambayo nimeiweka hapa. Maona ilivyo simple, cos times sin inverse of x, jibu lake limekuwa ni hili hapa 1 minus x square. Kwa hiyo kuanzia leo inabidi ujue variable utakayokuepo hapa ndio utakaiweka hapa. Ikiwa hapa z na hapa naweka z, q na hapa q. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa. Sasa na nadhani nimekuelekeza hapo, hapa nitafuta ili tuendelee na swali letu. Ila hivi vitu inabidi uvijue. Uvijue kabisa, vikae kichwani. Sasa hapa itakopo ni y sasa na x.
Kumbuka cos ya c ni constant. Sawa? Let's say ni cos ya 90. Itatoa cos ya 90 itatupa jibu labda 0. Kwa hiyo hii ni constant. Hii constant tuite a. All of it hii tuite a. Kwa hiyo plus under root ya 1 minus x square sin ya c pia na yenyewe ni constant. Kwa hiyo nitaita b. Kwa hiyo itakuwa y sawa sawa na ax plus b under root ya 1 minus x square, where lazima ustate a sawa is equal to cos ya c na b is equal to sin ya c, na hizi both a and b are constant. Both a and b are constant. Hapo swali lako ndio ulikuwa umemaliza. Bila kustate utakuwa hujafanya kitu chochote. Tunaingia katika kipengele kingine. Kumbuka nimesema kwamba separating the variable ni Roman 1, si ndio? Sasa hii itakuwa ni 1.1 kwa sababu ni kipengele ndani ya kipengele cha separating the variable. Kwa hapa ngoja nifute. Itakuwa 1.1. Na kingine kitakuwa 1.2, nitakielezea. Kwa separating the variable by substitution z is equal to ax plus or minus by. Yani utasubstitute z utakapokuta kuna equation either ax plus by au z is equal to ax minus by. Ndipo utaposubstitute z. Hapa sasa utakopo na variable tatu, yani x, y na z. Kwa hiyo utatumia implicit function ambayo uliitumia kule kwenye differentiation ku differentiate dz with respect to x. Umeelewa vizuri? Kwa nini with respect to x? Tunasema tuta differentiate with respect to x kwa sababu mwisho wa siku tunazichukua zile constant zetu zote tunaziweka upande wa x. Ndio maana tuna differentiate with respect to x. Ndakuonyesha. Kwa example 4, solve the differential equation dy dx x plus y square. Sasa twende hapo. Nitasema nimepewa dy dx is equal to x plus y squared. Sasa hapa kuna x plus y. Sio lazima iwe na plus na minus. Moja wapo kwamba ax plus by. Hapa a yetu ni moja. Iko hapa moja. by yetu hapa ni moja pia. Kwa sababu moja times x ni x na moja times y ni y. Kwa hiyo hii ndio nitaileta kama z. Kwa hiyo nitasema let z is equal to x plus y. Sasa hii kwa sababu na variable tatu hapa, nitatumia implicit function ku differentiate with respect to x ili niondoe hii dy dx. Kwa sababu hii tayari nimeshaibadilisha imekuwa z, ndio hii hapa. Kwa hiyo hapa nikienda with respect to x ndipo nitapoweza kuitoa hii. Nikienda tofauti labda with respect to y nitashindwa kuitoa dy dx. Kwa hiyo itakuwa dz dx is equal to, hapa inakuwa ni 1 dx itakuwa 1 plus hapa 1 dy dx. Kwa hiyo nitamake subject dy dx ili nipachike pale. Kwa hiyo itakuwa ni dy dx is equal to dz dx kutoa moja. dz dx nikitoa moja, dy dx is equal to dz dx kutoa moja. Ndio nitakayoiweka hapa. Yaani hii nitakuja kuingiza hapa. Kwa hiyo itakuwa dz dx minus 1 is equal to x plus y ni z square. Kwa hiyo nitaipeleka kule kwamba hapa nina variable mbili sasa, x na z is equal to z square plus 1. Z square no, kihesabu inatakiwa nianze namba afu ndio nakuja herufi alphabet ina maana hiyo. Kwa hiyo ni 1 plus z square ndio itaenda kule. Kwa hiyo hii 1 plus z square nitaishusha chini hapo kwa sababu dz yakaina dz na z yakaina dz na x yakaina x. X mwenzie hayupo, kwa hiyo itaenda kwa peke yake. Itakuwa ni dz over 1 plus z square sawa sana dx. Hapa sasa nitaweka integral kwa sababu nina dz over 1 plus z square, hapa na dx. Integral.
Sasa katika kuintegrate lazima nijiulize, alidifferentiate nini akapata 1 over 1 plus z square. Na huku ukiintegrate dx maana yake unajumlisha hizi small xx zote zile ndogo ndogo, ukijumlisha utapata x tu kubwa. Kwa hiyo huku itakuwa x plus c. Lakini hapa itakuwaje? Integral ya dz over 1 plus z square is equal to integral ya dx. Kinachotokea hapa, unarudi kwenye trigonometric function kwenye integration. Integral ya dz over 1 plus z square ni tan inverse ya hiyo variable ambayo iko hapa. Tuna variable gani? Z, si ndio? Kwa hiyo itakuwa tan inverse ya z is equal to x plus c. Sasa kama hivyo ndivyo, basi hapa z itakuwa ni sasa na tan, itakuja huku itazifunga zote x plus c. Lakini z najua z ni nini? Z tumeona kwamba z ni x plus y sasa na tan of x plus c. Kwa hiyo y itakuwa sawa na tan of x plus c minus x. Sasa hapa itakuwa swali letu limeisha, tutasema where c is a constant. Example 5, bado tupo kwenye separating the variable by substitution. Z is equal to ax plus or minus by. Ile ni linear equation. Kwa hiyo ndicho ambacho tunakiona hapa. Tuna dy dx is equal to tan square x plus y. X plus y hii ndio itakuwa z yetu. Kwa hiyo ndasema solution given. Tumepewa nini? Tumepewa dy dx is equal to tan square x, tan square hapa, tan square x plus y, sio? Na hii ni mbili. Kwa mimi nitasema put z is equal to x plus y. Kumbuka a yetu ni moja na hapa y moja. Kwa hiyo nita differentiate with respect to z ili hapa iwe dy over dx, niondoe hii. Kwa hiyo itakuwa dz over dx, hapa ni 1 obvious, is equal to 1 plus dy over dx. Nita make subject hii hapa dy dx, nita make subject, nitapata dz dx minus 1. Kwa hiyo hii nitaichukua hapa, nita substitute kwa sababu ninayo hapa. Kwa hiyo itakuwa ni dz dx minus 1 is equal to tan square of z. Sasa hii nitaipeleka kule, itakuwa dz dx sasa na 1 plus tan square z. Lakini nikukumbushe kwenye trigi 1 plus tan square x ni sawa na sec square, lakini hapa pana a, yani 1 plus pana z tan square x ilikuwa sawa na sec square x. Hii variable tu imebadilika, imekuwa z. Kwa hiyo hapa nitaingia z. Ndio kitu ambacho tutakifanya hapa. Kwa hiyo hii nitaileta kwanza hapa chini ya z kwa sababu all of it ni iko pamoja na hiyo z. Kwa hiyo itakuwa ni dz over 1 plus tan square z sawa na dx. Nitaiwekea integral, Sasa nitahamia hapa kuja hapa, itakuwa ni integral of dz over 1 plus tan square z sawa na integral of dx. Sio? Nikiintegrate hapo itakuwa ni integral ya dz over sec square z sawa na integral ya dx. Yaani hata kama jibu la huku unalijua, usilifanye ikiwa upande huu hujaukamilisha. Lakini 1 over sec square z ni nini? Tunajua kwamba 1 over cos ya z labda ni sawa na sec z. Sasa hii ikija hapa chini inakuwa 1 over sec ya z ni sawa na cos. 1 over cos ya z ndio sec ya z. Kwa hiyo anaposema 1 over sec ya z maana yake kaichukua hii kaiweka chini ya sec ya 1 afu hii kaipandisha juu. Kwa hiyo inaonekana hivi 1 over sec ya z, si ndio? Is equal to cos ya z. Lakini hii square inakuja kwa sababu gani?
Angalia hapa ni 1 over sec ya z square, ndio hii hapa. Kwamba ni 1 over sec square z is equal to, sasa hii tumesema 1 over sec ya z sasa na cos ya z na yenyewe na square. Kwa hiyo itakuwa ni cos square z. Kwa hiyo hii hapa sawa sawa na hii. Kwa hiyo hiki nitakichukua ndaweka hapa. Kwa sababu hapa pana 1 unajua. Ndio maana nimesema 1 over sec square z. Kwa hiyo hii nitaichukua nitaipachika pale. Hicho ndicho ambacho nitakifanya. Kwa hiyo naiweka hapo kwamba ni integral ya cos square z dz, variable z is equal to integral ya dx. Lakini pia nikukumbushe kwamba cos square x ni sawa sawa na 1 plus cos 2x over 2. Kwa nini naiweka hii hapa na kiweka kitu chenye double angle na kitoa kwenye square of a cosine ili iwe rahisi kuintegrate, ndio maana nafanya hivyo. Kwa hiyo hii nitaitoa nitaiweka hapa. Kwa hiyo variable hapa imebadilika itakuwa z. Kwa hiyo na hapa itakuwa z. Hiyo ndio maana yake kuu. Kwa hiyo hii nitaitoa nitaiweka hapa. Kwa hiyo integral yangu itakuwa sawa na integral ya 1 plus cos 2z over 2 dz nje is equal to integral ya dx. Kwa hapa itakuwa ni hii half naitoa nje kabisa. Kwa hiyo itakuwa ni half integral ya 1 plus cos 2z dz is equal to integral ya dx. Kwa hiyo itakuwa half hapo itakuwa ni integral. Hapa nitaweka bracket kubwa kwa sababu nita separate 1 na nita separate cos 2z peke yake. Kwa hapa itakuwa 1 times dz itakuwa dz plus integral ya cos 2z dz alafu is equal to, hapa nitaweka bracket kwanza, is equal to integral ya dx. Kwa hiyo itaonekana hivi, itakuwa half itakuwa nje kwa sababu ipo kwa hawa wote wawili na separate, ndio maana nimeweka big bracket. Integral ya dz plus integral ya cos ya 2z dz sasa na integral dx. Kwa hiyo itakuwa ni a half hapa nikiintegrate nitapata z plus hapa nikiintegrate cos 2z napata nini? Kwanza lazima nijiulize alidifferentiate nini akapata hii. Alidifferentiate sin ya 2z ndo akapata cos. Kwa hiyo nikidifferentiate sin ya 2z napata cos 2z. Kwa hiyo kiintegrate cos ya 2z unapata sin of 2z over 2. You can refer to the integration of double angle. Utaona hiki kitu sawa na x plus c. Sasa kama hivi ndivyo hii mbili na izidisha kule ili hapa nibaki na z plus sin ya 2z over 2 is equal to 2x plus 2c. Lakini bado hapa tena pana mbili sio ya huyu peke yake, usije ukaja ukarahisisha kwamba 2z over 2 hii ni mbili ya wote mpaka huku kwenye sign, kiasi kwamba hii ni constant ilikuja tu baada ya wewe kuintegrate. Kwa hiyo nitakachokifanya nitazidisha kwa mbili kila upande ili kuiondoa hapa chini. Kwa hiyo nikizidisha kwa mbili hapa itakuwa 2z plus sin ya 2z is equal to 4x plus 4c. Kwa hiyo inakuwa ni z plus sin ya 2z alafu 2x plus 2c. Nitazidisha kila upande itakuwa ni 2z plus sin ya 2z is equal to 4x plus 4c. Lakini hii 2z z mimi najua ni nini. Z ni relate kwamba ni x plus y. Kwa hiyo inakuwa ni 2x plus y plus sin ya 2x plus y is equal to 4x plus 4c. Kwa hiyo itakuwa ni 2x plus 2y plus sin of, hapa ni sin of 2, sin 2x plus y sasa na 4x plus 4c.
huku kuna 2x, nikipeleka huku inapungua na hapa pana 2y. Kwa hiyo itakuwa ni 2y plus sin ya 2x plus y ni sawa na 2x plus 4c. Lakini hiyo 4c inaweza nikaileti kama ni a, kwa ndasema put 4c is equal to a, kwa ndasema sawa na, nitaanza na hii hapa sin ya 2x plus y plus 2y is equal to 2x plus a. Kwa swali letu tunakuwa imeishia hapo, nitasema where a is a constant. Kwa maana kwa hiyo kurahisisha swali ni muhimu sana, inabidi ulirahisishe ili uweze kuintegrate vizuri. Kwa mfano hapa swali letu linakuwa limeisha, tuingie example nyingine. Sasa twende mfano mwingine, example 7. Solve the differential equation dy dx plus tan ya y minus x is equal to 1. Kwa nitasema solution given, ametupa nini? Ametupa dy dx plus tan ya y minus x is equal to 1. Bado tuko pale pale, tuna separate the variable by using the substitution z is equal to ax plus or minus by. Kwa nitasema put z is equal to y minus x. Kwa kuwa hapa nina dy dx, basi itabidi niitafute kutoka kwenye hii variable ambayo nimeileta. Kwa hapa nita differentiate, kwa hiyo itakuwa ni dz dx with respect to dx, kwa sababu nataka niondoe dy dx. Hapa itakuwa ni dy dx, nimeshaipata minus 1. Hii nikidifferentiate with respect to x napata dx over x. Kwa hiyo nataka dy dx, kwa hiyo hapo itakuwa dy over dx, ambacho nitakifanya hii itakuja huku, itakuwa ni dz over dx plus 1. Ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo nitaichukua hii nitaiweka hapa. Kwa hiyo itakuwa ni dy dx itakuwa ni dz dx ku plus 1 plus tan ya z is equal to 1. Angalia dz dx plus 1 plus tan z is equal to 1. Hii 1 hii hapa na hii zinakufa, itakuwa 0. Kwa hiyo itabaki dz dx plus tan ya z is equal to 0. Kwa hiyo nitakuja hapa nasema dz dx ku plus tan ya z sawa is equal to 0. Nitaipeleka kule, nitasema dz dx, hapa na separate the variable, minus tan ya z. Z na z zitaka pamoja, kwa hiyo nitasema dz over tan ya z. Hii negative iache huku kwenye x huku, kwa sababu huku ndo tutakaweka constant zetu. Huku mwache huyu tan ya z peke yake. Kwa hiyo hapa nitakachokifanya nita integrate hii with respect to dz, hii ni tan z minus dx. Lakini 1 over tan ni nini? Tunajua tan of x ni sawa sana sin of x over cos of x. Nikisema 1 over tan ya x, maana yake nimeibidua hii nimeshusha chini nimepeleka juu. Kwa hiyo itakuwa ni cos of x over sin of x. Kwa hiyo ndicho kitachotokea hapa, kwamba hapa spana moja. Kwa hiyo ni 1 over tan ya z itakuwa ni cos of z hapa sin of z. Ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho nitakiandika hapa ili niweze kuintegrate kiurahisi. Kwa hiyo nitasema integral ya cos of z over sin of z alafu dz. Sijaribu maana ni 1 over tan ya z sawa sana negative dx. Kwa sasa hapa kwa sababu na numerator na denominator ninaweza kuintegrate. Nitajiuliza, je, nikidifferentiate, si anataka ni integrate hii, najiuliza nikidifferentiate hii sin ya z nitapata cos ya z. Hebu differentiate sin ya z. Unapata cos ya z positive. Kwa haina negative. Kwa kama ukidifferentiate cha chini unapata cha juu, inakuwa ni natural logarithm ya sin of z is equal to negative x plus c. Sawa? C, kumbuka nimekwambia c ile tulikuwa mwanzo tumepata C1 minus C2 ikawa sawa sawa na C, ndio hii C itakaa upande wa x tu.
Kwa hiyo kwa hapa swali letu linakuwa linatuhitaji sisi tuiondoe hii z, kwa sababu z haikuwepo kwenye swali alilotuambia hapa solve the differential equation. Basi tutaingizia kwamba ln ya sin of x itakuwa ni sin of x, ni y, ni sin of y minus x, ndio thamani ya z. Y minus x utaweka absolute minus x plus c. Nimekwambia unaweka absolute kuzuia engo ambayo itatoka humu. Maana yake kuna mfano sin ya engo fulani, labda sin ya 270 inawezekana ikawa na value fulani ambayo negative. Ikiwa labda na negative value, hapa haiwezi kutoka. Umenielewa? Kwa hiyo sin ya nani yoyote, kama ya value yoyote ambayo itakuwa na negative, ikiwa na negative hizi absolute zinaua. Ili tupate positive value hapa, hakuna natural logarithm ya negative value. Ukiweka hata kwenye scientific calculator itakuwekea negative, itakuwekea error. Ndio maana hapa hatuipendelei itoke, kwa sababu itatuletea shida. Kwa swali letu unaweza rekesha hapo kwa ln ya sin of y minus x absolute minus x plus c. Kwa ndasema where c is a constant, c ni constant. Sema kwamba solve the differential equation dy dx is sawa na x plus y minus 1 x plus y plus 1. Ndasema solution given. Hapa tumepewa nini? Tumepewa dy dx is equal to x plus y minus 1 over x plus y plus 1. Angalia hapa tuna x plus y ambao ni form ya z. Kwa hiyo nitasema put z sawa na x plus y, kwa hiyo itakuwa dz dx is equal to 1 plus dy dx. Kwa hiyo hii nita make subject dy dx ili nipachike pale, kwa hiyo itakuwa ni dy dx ni sawa na dz dx minus 1. Kwa dy dx dz dx minus 1. Yeah. Kwa hii dy dx nitaileta hapa. Kwa hiyo itakuwa ni dz dx minus 1 is equal to z, hapa x plus y ni z, minus 1 over z plus 1. Sasa kumbuka z minus 1 hii ni z plus 1. Huku kuna 1. Hii 1 utaipeleka huku usijumlishe pamoja. Alafu dz dx zitabaki peke yake. Kwa hiyo itakuwa ni dz dx is equal to z minus 1 over z plus 1 plus 1. Nasema dz dx is equal to z plus 1. Hapa itakuwa ni z minus 1 plus, kule itakuwa ni z plus 1. Kwa hiyo itakuwa ni dz over dx. Z na z ni 2z. 1 na 1 is vanish, zitaisha over z plus 1. Sasa hapa ndo nita separate the variable. Z akaina z, x akaina x. Hii itashuka chini, hii itapanda juu, itashuka chini. Kwa hiyo itakuwa ni z plus 1 over 2z dz is equal to dx. Hii nitaipeleka huku, hii itapanda juu. Kwa hiyo hapa sasa ninaweza kuintegrate. Kwenye kuintegrate nitaziseparate hizi kwamba itakuwa ni integral ya z over 2z dz plus, hapa itakuwa ni integral ya dz over 2z is equal to integral ya dx. Kwa hiyo kitachotokea hapa, hii na hii itatoa integral ya dz, integrate integral ya z dz over 2z. Z na z itakatika, itabakisha dz, alafu hii half itatoka nje. Na hapa hii half nitaitoa nje, itabaki dz over z sawa na integral dx over x. Nikiintegrate hapa nitapata z over 2 plus a half ln of z is equal to x plus c. Nitakachokifanya nitazidisha kwa mbili kila upande, itakuwa z plus ln ya z is equal to 2x plus 2c. Lakini najua z ni x plus y kama nilivyoleti huku, plus ln of x plus y is equal to 2x plus 2c. Lakini
mimi ninajua kwamba hapa pana x na huku kuna x, inabidi huyu nimpeleke kule, na y atabaki peke yake, plus ln of x plus y is equal to 2x plus 2c. Sasa ln of x plus y is equal to 2x plus 2c. Ndaichukua ndapeleka kule, kwa itakuwa y plus ln of x plus y is equal to x plus 2c. Lakini tunaweza kusema put 2c is equal to a, kwamba hii ni constant na a ni constant. Y plus ln of x plus y sasa na x plus a. Sawa? Kwa hiyo swali letu tunaweza kawa imeishia hapo, ikawa where a is a constant. Tunakuja kipengele cha sio cha pili in search, ni 1.2 kwa sababu tumeanza na 1.1 kule. Sasa hii ni 1.2. Separating the variables of the form a dy over dx square plus b dy dx plus c is equal to 0. Zingatia sana hii format. Dy dx imekuwa squared, kwa bado niko kwenye first order. Sawa? Na hapa dy dx bado nipo kwenye first order. Lakini nimesema ukikuta swali na format hii una substitute p is equal to dy dx. Sawa? Yeah, twende tuangalie swali. Example 9. Solve the differential equation dy dx minus 5 dy dx plus 6c is equal to 0. Ndasema solution given. Tumepewa nini? Tumepewa dy dx minus 5 dy dx plus 6 is equal to 0. Ndasema put p is equal to dy dx. Nimesema put p is equal to dy dx. Kwa hiyo kwenye dy dx naweka p. Kwa hiyo itakuwa ni p square minus 5p plus 6 is equal to 0. Kwa hapa na p square minus 5p plus 6 is equal to 0. Hii ni quadratic equation. Sasa ina factors. Kwa hiyo hapa kuna moja na sita. Kwa hiyo moja times 6 ni 6. Na ni kitu gani tena tunaweza kupata jibu sita tukizidisha? 2 mara 3 is equal to 6. Hata negative 2 mara negative 3 tunapata 6. Lakini tujaribu kuzijumlisha hizi. Negative 2 jumlisha negative 3 tunapata negative 5. Kwa hiyo inafaa hapa. Kwa hiyo itakuwa ni p square minus 2p minus 3p plus 6 is equal to 0. Hapa itakuwa ni p natoa nje, p minus 2 minus 3, hapa itakuwa p minus 2 is equal to 0. Hapa na hapa panafanana, kwa hiyo is correct. Kwa hiyo itakuwa ni p minus 3, p minus 3 times p minus 2 is equal to 0. Kwa hiyo nitaendelea kuja kutafuta thamani ya p hapa, ambayo itakuwa ni p minus 3 times p minus 2 is equal to 0. Kwa kifupi naweza kusema p is equal to 3 or p is equal to 2. Lakini p ni nini? P ni dy dx is equal to 3 au dy dx is equal to 2. Sasa hapa nita separate the variable kama inavyosema separating the variable of the form y hamna y mwenzake. Kuna 3 constant hapa dx. Hebu zidisha baki nayo. Kwa itakuwa dy is equal to 3 dx. Sawa? Hapa itakuwa dy is equal to 2 dx. Nitaka integral. Kwa hapa itakuwa y sawa sawa na 3x plus c1 au y sawa sawa na 2x plus c2, where langu itakuwa limeisha hapo, where c1 and c2 are constants. Example 10, solve the differential equation x square dy dx squared minus 3xy dy dx alafu anasema plus 2y square. 2y square is equal to 0. Yeah, 2y square is equal to 0. Sasa
Kwenye hili swali letu tumepewa hivi kwamba solve the differential equation hiyo hapo. Nini ambacho kinatakiwa kifanyike hapa? Hapa bado tuna first order dy dx, hapa ipo squared dy dx. Kwa hiyo utakachokifanya hapo utaandika solution given tumepewa nini? Tumepewa x square dy dx squared minus 3xy dy dx plus 2y square is equal to 0. Kwa hiyo kitu nitakachokifanya hapa ni kuichukua hii yote na kusubstitute na p. Put p is equal to dy dx. To substitute p pale itakuwa ni x square p squared minus 3xy p plus 2y square is equal to 0. Sasa hapa tuna x square p square minus 3xy p plus 2y square is equal to 0. Ukiangalia kwa haraka hii ni quadratic equation. Form 2 tulisoma kwamba ax square plus bx plus c is equal to 0. Hii ni quadratic. Sasa kama hapa ikiwa ni x na hapa inakuwa x, lakini iko squared, hii imepungua power. Angalia hapa p iko squared, hapa p imepungua power moja. Plus c ambayo ndio 2y square is equal to 0. Hii ni c yetu. Lakini a ni nini? Hapa a yetu ni hapa, x, b yetu ni hii hapa. Yote 3xy ndio b yetu. Kwa hiyo nitasema from, nitatumia x is equal to negative b plus or minus under root ya b square minus 4ac over 2a. Nasema x yetu ni nini? X yetu hapa ni p. Kwa hiyo nasema p is equal to negative b. Our b is what? Negative 3xy. Itakuwa negative 3xy plus or minus under root b square inakuwa ni negative 3xy squared minus 4a. Our a ni x square, our c ni 2y square over 2a. Our a is 2x square. Kwa itakuwa p is equal to, hapa itakuwa ni positive 3xy plus or minus, itakuwa under root ya nini? Under root ya 9x square y square minus ina itakuwa 8x square y square over 2x square. Kwa itakuwa ni p is equal to 3xy plus or minus under root ina hii itabaki x square plus y square over 2x square. Kwa itakuwa ni p is equal to 3xy plus or minus, hapa itakuwa nitananilia hapa, nitatafuta square root, itabaki xy over 2x square. Kwa bado haijaisha kwa sababu hapa pana majibu mawili, kuna kutokana na plus na lingine itatokana na minus. Twende. Sasa hapa ni p is equal to 3xy plus or minus xy over 2x square. Inabidi tu separate. P is equal to 3xy plus xy over 2x square, au p is equal to 3xy minus xy over 2x square. Twende hapa nasema p is equal to, inakuwa ni 4xy over 2x square, ambayo inakuwa p is equal to 2y over x. Kwa sababu hapa inakuwa imepungua moja, hapa imebaki moja, na hapa inakuwa 2, kwa hiyo inakuwa ni 2y over x. Au p is equal to, hapa inabaki xy over 2x square. Unaona? P is equal to, hapa inakuwa y over 2x. Y over 2x hii inaondoka pia. Sawa. Kwa hiyo hapa sasa ninaweza nikaweka thamani ya p. P thamani yake ni
p thamani yake ni dy dx. Kwa hiyo itakuwa ni dy dx is equal to 2y over x. Sasa hii y inabidi iende huku, alafu 2 over x yabaki na dx. Constant sitaki ije huku kwamba huyu 2y aje huku, nataka y abaki peke yake kwa sababu ndio ambaye ninamtaka ni make subject. Nitamwacha constant akae na x kwa sababu huku pia nita add another constant. Kwa hiyo itakuwa ni dy over y is equal to 2 over x dx. Kwa hiyo itakuwa dy over y alafu 2 over x dx. Hapa ndipo nita apply integral sign. Itakuwa ni ln ya y sawa na 2 itakuwa 2 ln ya x plus c, lakini nitasema ln ya y ni sawa na ln of x square plus ln of a, lakini hapa c ni sawa na ln of a. C ni constant, na hata nilivyosema ln of a ni constant tu, na sasa hapa useme labda ni 2.180 na kuendelea, alafu hapa nikwambia labda ln ya e ambayo jibu lake ndio hili hapa. Kwa hiyo ni kitu kile kile tu. Kwa hiyo pia ni constant. Kwa hiyo kitachotokea hapo kutokana na addition law of logarithm inasema ln of y, kwa hiyo majibu yatatokea hapo kwamba ni ln of ax square. Addition law of logarithm inasema patapokuwa na plus basi wewe utazizidisha. Na nimefanya hapo maksudi ili kuondoa hii ln. Kwa hiyo mwisho wa siku jibu langu hapa litakuwa kwamba ln of y sawa na ln of ax square. Kumbuka huu bado ni upande wa kwanza tu ule. Kwa hiyo itakuwa y sawa na ax square. Sio? Sasa tuje ule upande wa p. Rudi kwenye p 3xy minus xy over 2x square. Afu hapa nilikosea. Nimesema ni xy, hapa ni 2xy kwa sababu ni 3 kutoa 1 2. Kwa hiyo 2 na 2 zinakufa, inakuwa ni 2y over 2x. Mwisho wa siku hapa inakuwa ni y over x. Y over x. Kwa hiyo p yetu itakuwa ni y over x. Hapa tunafuta, hapa tunafuta. Kwa hiyo itakuwa ni ln of x plus c, ambayo hii sasa naivuta hapa inakuwa ni ln of y is equal to ln of x plus ln of a. Sawa? Lakini hapa c yetu ni sasa na ln of a. Lazima uonyeshe kwamba ln of y sasa na ln of ax. Unaona bwana? Kwa hapa itakuwa y sasa na ax. Kumbuka ya juu ni y is equal to ax square, hii sasa na y is equal to ax. Kwa hiyo na majibu mawili. Ili au y sasa na ax square lile la kwanza. Kwa hiyo where sasa hapa constant zitakiwa zote kuwa a. Hii inabidi iwe b. Hii inabidi iwe b. Kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Hapa inabidi iwe b. Kwa hiyo mwisho wa siku itakuwa ni bx. Y is equal to bx where a and b are constants.